Katika kitabu cha Luka sura ya 21 fungu letu kuu bali limeandikwa hapa fungu la 28, yako maneno ambayo aliyasema Yesu mwenyewe wakati anakaribia kuondoka duniani. Yesu aliongea maneno haya akisema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni, kavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Haleluya! Jiweke mahali fulani, ama kama mkao wa kusikia neno la Mungu, jiweke wakfu, omba kidogo ya kwamba Bwana anene nawe kwa muda mfupi huu. Kitabu hiki cha Luka kinaleta taarifa za Yesu Kristo wakati anakaribia kuondoka duniani. Katika maisha yetu inaweza kugeuza hofu kuwa ujasiri. Yaani matukio mabaya kabisa yanayotokea katika ulimwengu wa sasa, matukio ya kutisha, matukio ambayo ukiyasikia, ukiyatazama yanaumiza mioyo ya watu, matukio ambayo unapotazama televisheni yako, unapotazama kwenye, unapoyasikia yanakatisha tamaa. Yesu ametupatia ahadi ambayo inatupatia ujasiri badala ya hofu. Mambo ambayo ulimwengu unapoyaona, madaktari, wasomi, maprofesa wanapoyatazama, wanasiasa wanapoyatazama, wananchi wanapoyatazama, wanaogopa, hofu inawakumba. Sisi tunapata ujasiri. Ahadi ya Yesu Kristo ambayo inatuambia ya kwamba tutakapoyaona mambo hayo, badala ya kuzubaa, badala ya kuangusha vichwa chini kwa hofu na maumivu, tuinue vichwa vyetu juu, tuchangamke, maana ni ishara ya wokovu wetu. Yaani kuna mambo ambayo ukiyatazama kwa mtazamo wa kidunia, kwa mtazamo wa kibinadamu, kwa macho ya damu na nyama, yatakuumiza moyo, yatakukatisha tamaa. Lakini utakapoyatazama kwa mtazamo wa Kikristo, kwa mtazamo wa Yesu, ni ishara ya ushindi, kwamba Yesu anakuja hivi karibuni, na kwamba majanga na ulimwengu huu ambao umetutesa, ambao umetuonea, Yesu anakuja kukomesha mateso. Tunajenga mawazo yetu si katika matukio mabaya ya kutisha, si katika maovu ya dunia hii, wala si katika anasa za dunia hii, lakini tunajenga mawazo yetu katika mambo yanayokuja mbinguni, na kutia moyo ya kwamba si wakati wa kuangusha vichwa vyetu chini, si wakati wa kukata tamaa, ni wakati wa kutazama juu. Kijana mmoja alimaliza chuo, amehitimu vizuri kabisa na GPA za juu, alikuwa amepongezwa, wazazi walikuwa wamefurahi, alikuwa ana imani kabisa kwamba kozi aliyosoma ni kozi ambayo inahitajika katika jamii. Kijana huyu alikuwa akitafuta kazi, alikuwa anahangaika kwamba aweze kupata kazi, ana apply serikalini, ana apply kwenye mashirika, ana apply kwenye makampuni, ili ya kwamba apate kazi nzuri ambayo itamsaidia katika maisha yake. Alikuwa na rafiki yake ambaye walikuwa wanatiana moyo, wanawasiliana, wanaombeana. Lakini huyu kijana mara alipohangaika sana, alipoomba kwa bidii, akafika mahali akakata tamaa, kwa sababu miaka inaenda, siku zinaenda, hapati kazi. Anashindwa kurudi na kufanya kazi za kilimo, anashindwa kurudi kufanya kazi ambazo hana taaluma nazo, amekata tamaa. Siku moja akaamua, akaandika ujumbe, akauacha chumbani kwake, akachukua dawa, vidonge vingi sana, akasema, nataka nife kwa sababu sioni mtu ananijali, sioni mtu ananipenda, sioni mtu ananithamini, nimekata tamaa katika maisha. Akaandika ujumbe. Wakati anaandika ujumbe huo, wakati anataka sasa afanye mpango wa kujiua, akasikia hodi na kelele kutoka kwa rafiki yake. Akamuuliza, umeangalia email yako? Umeangalia email yako?
Umeangalia kwenye email, umeangalia email yako, kijana anapiga kelele na yule rafiki yake. Ulikuwa na nini katika email yake? Wakati anataka kujua, ana hasira, amekata tamaa. Unajua, ukipata tatizo duniani unakata tamaa kiasi ambacho kila kitu unakiona ni kibaya. Maisha unaona machungu, wazazi unaona kama hakupendi, majirani unaona hakufai, ndugu zako unaona hakufai, unakata tamaa. Giza linafunika maisha yako, huoni tena mema katika maisha yako, huoni matumaini. Kijana ameamua kufa na kuacha kila kitu. Wakati rafiki yake anampigia kelele, akamwambia niache bwana, mimi ninakufa, sitaki. Akamwambia umeangalia email yako? Alipoangalia kwenye email yake, amepata kazi nzuri na anaitwa kwenda kufanya kazi ambayo amepewa cheo cha hali ya juu. Ghafla akaacha zile dawa alizokuwa anataka kujiua, amepata matumaini, maisha yamebadilika, historia imebadilika. Hebu jiulize swali, kama huyu rafiki yake angechelewa tu kidogo kumwonyesha kwamba ujumbe umekuja, ujumbe mzuri umeingia katika email yake, angesha kufa na wangeshazika milele. Watu walioko hapa ambao wanakata tamaa, nataka niwaambie kuna ujumbe katika email yako. Yesu amekutumia ujumbe katika email yako. Acha kukata tamaa, inua macho yako juu. Yesu amekuletea ujumbe wa pekee. Ninawatia moyo kwamba Yesu anasema mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, mambo hayo yaanzapo kutokea, yaani tangu mambo yanaanza kutokea, mambo mabaya, mambo ya siku za mwisho, watu wanaasi, watu wanamwacha Bwana, watu wanamkimbia Mungu, watu wanaliacha kanisa, watu wanakata tamaa, wanajiua, watu wameingia katika ubinafsi, watu wametegemea tamaa zao, wametanga mbali na Mungu. Ulimwengu unazidi kushuka chini, maadili yanavunjika, vijana wanadharau wazazi wao, wazazi wanatekelekeza watoto wao, hawawajali, ndoa zinavunjika, familia zinasambaratika, makanisa yanakosa watu. Bwana anasema changamkeni, maana Bwana anaahidi ya kwamba ndipo Yesu anapokuja kutuchukua. Anaposema changamkeni, anamaanisha uchangamfu ambao ni wa furaha, ni shangwe. Wale waimbaji waliimba hapa akasema shangwe twendeni, yaani tuondoke tukiwa na shangwe. Shangwe ambayo inamaanisha furaha iliyoko ndani ya moyo, inayotoka kutokea ndani na kwenda nje. Unajua kuna tofauti tunaposema happiness na joyfulness. Ukisema joy na happy, zote zinatafsiriwa furaha, lakini zina tofauti kubwa sana. Maana happiness ni ile furaha inayotokana na matukio. Kama mtoto amezaliwa, una furaha. Kama mtoto anaoa ama anaolewa, kama uko kwenye sherehe, umefaulu mtihani, umevuna, una furaha. Umepata matokeo yako, una furaha. Mshahara umeingia, una furaha. Lakini joyfulness au joy ni ile furaha ya ndani ambayo imetengenezwa ndani yako kwa sababu umempata Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Una matumaini ya ndani ambayo yanatawala siku zote. Matukio yatokee mabaya, yatokee mazuri, yatokea furaha, wewe bado una shangwe ndani ya moyo wako. Hiyo ni furaha ambayo unaweza ukawa nayo wakati wa misiba. Umefiwa na mzazi, umefiwa na mtoto unayempenda, lakini bado ndani ya moyo wako una furaha. Ni furaha ambayo hata kama majirani wamekutenga, ni furaha ambayo hata kama watu wanakusema vibaya, ni furaha ambayo hata kama umekosa kazi, ni furaha ambayo hata kama ndoa yako ina changamoto, wewe ndani ya amani yako haitoki kwa sababu una matumaini ndani ya Yesu. Ndio furaha ambayo Yesu anatuambia kwamba matukio yatakuja mabaya, watu wataharibika, watu watakuwa wafai, lakini ninyi mtakuwa na amani
ndani ya mioyo yenu. Mna uwezo wa kutoka na kuambia watu Mungu anawapenda. Mna uwezo wa kutoka na kuambia watu Yesu anakuja. Mna uwezo wa kuimba hata kwenye misiba. Mna uwezo wa kuimba hata kitandani. Unaweza ukawa umelazwa kwenye kitanda, lakini bado una matumaini ndani ya moyo wako. Una uwezo wa kuvunjika mguu, lakini bado una matumaini katika moyo wako. Una uwezo wa kuwa umepata kansa na daktari amekupatia matokeo, lakini bado una wimbo katika moyo wako, kwa sababu una matumaini katika Kristo. Ni furaha ambayo haiondolewi na matukio. Ni furaha ambayo hali za dunia haziwezi kuiondoa, kwa sababu Yesu yu ndani yetu. Maradhi yatatokea, watu wataugua, lakini tusikate tamaa. Tuwe na amani, tuwe na matumaini. Mmomonyoko wa maadili unaonekana, lakini tuwe na matumaini. Lakini anasema tukaviinue vichwa vyetu juu. Kuinua vichwa vyetu juu ni kwamba tusiwaze mambo yapitayo. Narudia, tusiwaze mambo yapitayo. Yaani anasa za dunia zisiwe kitu kikubwa sana kwenye maisha yako. Mambo ya starehe yasitawale akili zetu. Mambo ya ulevi yasitawale akili zetu. Mambo ya unzinzi yasitawale akili zetu. Wanawake wazuri ambao leo wanajipamba sana wasitawale akili yako kijana. Wanaume wazuri ambao leo wana pesa nyingi wasitawale mawazo yako binti. Simama uinue kichwa chako juu, maana Yesu anakuja. Wala matukio mabaya yasikuumize moyo, wala maneno machafu yasikuumize moyo. Ukiangalia uchumi unashuka, sijui mafuta yamepanda bei, sijui kuna vita huku na kule. Hayo yote unapoyasikia, inua kichwa juu, inua kichwa juu. Ajali za angani, ajali za baharini, ajali za nchi kavu, inua macho yako juu. Haleluya! Mwambie jirani yako, inua macho yako juu. Akisema inua macho yako juu, anamaanisha mawazo yetu yainuke juu, yampokee Yesu. Wakati umefika tumpokee Yesu katika mawazo yetu. Sasa hivi inua macho yako juu. Acha kufikiria shida za dunia, acha kufikiria nasa za dunia. Waza ya kwamba Yesu yuaja. Nataka niseme maneno haya ya kwamba wakati umefika wa kuungana, wakati umefika wa kujitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na nina wito mchana wa leo kwa kila mmoja ambaye amekaa kanisani muda mrefu, amesubiri kuja kwa Yesu Kristo muda mrefu, amefikia karibu anakata tamaa. Leo nakutia moyo kwamba wengine wanaposema Yesu amekawia, wengine wanaposema amechelewa, sisi tunasema tazama anakuja. Ni wakati mwingine ambao kama umenaswa na anasa za dunia zimekukamata mpaka umefika mahali, umefika katika hali ambayo unajisikia kama mraibu, huwezi kuacha dhambi. Ni wakati wa kuinua kichwa chako juu kwamba Yesu anaweza. Tunaenda kuomba mchana wa leo, na tunapokwenda kufanya maombi ya kujiweka wakfu katika kambi letu hili la 2026, nani ambaye ametawala akili yako? Ni matukio gani ambayo yametawala akili yako? Wewe kila siku unawaza nini? Je, una muda wa kusoma Biblia katika maisha yako? Waadventista wa Sabato wa Milimani, je, mnatumia muda wenu katika maombi? Je, mnatumia muda wenu katika kutafakari neno la Bwana? Je, una kipindi cha maombi katikati ya wiki na kwenda kanisani siku ya Jumatano kujikabidhi kwa Bwana? Je, makanisa yenu yanajaa watu siku ya Jumatano, siku ya maombi? Na kuuliza wewe na familia yako, je, una nafasi ya kusoma Biblia ama lesoni na familia yako? Una muda na mume wako wa kuomba pamoja usiku ama jioni ama asubuhi na mke wako? Una nafasi wa kuita familia na kujikabidhi kwa Bwana? Na watia moyo ya kwamba wakati huu ni wa kuinua vichwa vyetu juu. Yanayotokea duniani
yanatutia moyo ya kwamba ukombozi wetu umekaribia. Wewe ambao umekata tamaa kwa sababu umeambiwa una kansa, na kutia moyo, inua kichwa chako juu. Wewe ambao umekata tamaa kwa sababu umeambiwa una kisukari, wewe ambao umekata tamaa kwa sababu ya pressure, wewe ambaye umekata tamaa kwa sababu ya magonjwa ya kichwa, magonjwa ya baridi, magonjwa ya mifupa, vidonda vya tumbo, inua macho yako juu. Yesu anakuja. Wewe ambaye unaomboleza kwa sababu umenyang'anywa mali zako, umedhulumiwa, hata umeshindwa kesi japokuwa ulikuwa na haki, na kutia moyo, inua kichwa chako juu. Yesu anakuja kwa ajili yako. Anaenda kukomesha dhuluma, anaenda kukomesha ufisadi, anaenda kukomesha walionyimwa haki zao. Yesu anakwenda kuwapatia haki zao waliodhulumiwa, walioaibishwa, waliodhalilishwa. Yesu anakwenda kuponya majeraha yao, anakwenda kuleta amani. Mfalme wa amani anakuja. Dunia inahangaika, wanasiasa wanahangaika, watu wa uchumi wanahangaika, wasomi wanataabika. Wataletaje amani duniani? Wataletaje furaha duniani? Wataletaje maendeleo duniani? Lakini mimi nawatia moyo ya kwamba mfalme wa amani anakuja, ambaye ufalme wake hautikisiki. Kama unataka ujisajili katika ufalme huo, kama unataka uwe mwanachama miongoni mwa wale ambao furaha yao haitoki, haiondolewi na mambo ya ulimwengu, hata kama ni mateso watavumilia, hata kama ni taabu watavumilia, maana Yesu wao ameshinda kifo, ameshinda taabu. Wanataka wajisalimishe kwake, wainue vichwa vyao juu, waende kuhubiri Injili wakati ambapo wanamsubiri Yesu. Kama unatamani, tunakwenda kuomba kwa ajili yako mchana wa leo. Na nitaanza wito wangu na vijana, maana mimi ni mchungaji anayeshughulika na vijana wa miaka 16 mpaka 21 walioko katika mkutano huu. Tunakwenda kufanya maombi maalum kwa ajili yao. Katika ulimwengu wa sasa, shetani ana mpango mbaya na vijana. Anataka waigize kwenye anasa, hasa vijana wa kiume. Anataka waharibu na madawa kulevya, anataka waharibu na ushoga, anataka waharibu na kila takataka. Lakini Yesu ana mpango bora na ninyi. Na watia moyo vijana kwamba mtashinda. Na watia moyo kwamba ushindi upo. Natamani vijana hao wasogee hapa kuanzia 16, miaka 16 mpaka 21. Wasogee hapa tuweze kuomba maombi maalum kwa ajili ya vijana wetu wapate ushindi. Mungu awapiganie wakati shetani anapoleta vikwazo, washinde. Mungu akubariki sana kijana. Wale vijana wengine wote waje hapa mbele. Miaka 21 mpaka kushuka chini mpaka 16 wasogee huku mbele. Wakati vijana hawa wanasogea, tunakwenda kuomba. Kama hujui miaka yako, itakuwa shauri yako, lakini wao wenzako wamekuja hapa na tunaenda kufanya maombi maalum kwa ajili yao, wa kike na wa kiume. Kama umri wako ni 16 mpaka 21, sogea hapa mbele, tunaenda kuomba kwa ajili yako. Na naomba msogee, mniangalie huko mbele. Naomba Pastor Jafet uje hapa uombe maombi maalum kwa ajili ya vijana wetu hawa. Ndani yao kuna vijana ambao wana mipango mikubwa ya maisha. Ndani yao kuna vijana ambao wana njozi kubwa katika maisha yao. Kama unampenda kijana wako ama mwanafunzi wako au mshiriki wako ambaye ni kijana umri huu, labda amezurura tu, yuko huko ndani ya kanisa, yuko kule nyuma, mlete hapa apate ombi hili maalum ambalo litambariki na litaweka alama katika maisha yake. Kama wewe ni kiongozi wa kanisa, labda ni master guide au ni shemasi, unajua kabisa kuna kijana wangu yuko mahali fulani, mlete hapa tumuombee. Ama ni mzazi, mlete hapa, tunaenda kuomba kwa ajili yake. Mungu anajua maisha yenu yana changamoto nyingi. Tuko katika dunia ambayo ina mateso, tuko katika dunia ambayo ina vikwazo vya kiuchumi. Unapojaribu kusonga mbele, unarudishwa nyuma, na kutia moyo, wewe utashinda kwa jina la Bwana. Kuna vishawishi kila mahali, lakini Bwana atakushindia. Shetani ameweka mitego kila kona, lakini Bwana atakushindia. Wewe ni mshindi. Kuanzia leo amini ya kwamba wewe ni mshindi. Tutaomba kwa ajili ya vijana hawa maombi maalum kabisa, na Bwana atawashikilia. Ataenda pamoja nao kila mahali.
malengo yako uweze kuyafikia salama, lakini Bwana akutendee, akushikilie katika imani, usipepesuke, usichukulie huku na kule, lakini Mungu akupiganie uwe mshindi. Pastor, naomba uombe kwa ajili ya vijana hao. Sogeni mbele kidogo, pige magoti hapa katika kapeti hii. Pigeni tu magoti hapo hapo kwenye kona, pige magoti. Pata nafasi toka huku. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe. Pastors, naomba mje hapa nisaidie. Katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Basi Baba yetu mwema, wetu muumbaji, rafiki yetu utupendaye, umetupatia kundi kubwa hili la vijana katika makambi haya ya Bushanje mwaka wa 2026. Jina lako litukuzwe. Tunakushukuru maana umejipatia jeshi kubwa ambalo litaimaliza kazi yako, jeshi kubwa ambalo litaakisi tabia yako kwa ulimwengu. Na masaa haya wamekuja mbele zako wakiyaweka maisha yao mbele zako, tunaomba ukawapokee katika mienendo yao, katika maisha yao. Huenda kwa namna moja ama nyingine wamekuacha, huenda kwa namna moja nyingine wamekutenda maovu, na leo wamekuja mbele zako wakiomba msamaha wa dhambi zao. Yesu, naomba ukawasamehe, watakase kwa damu yako, wavishe vazi lako la haki, watembee wakiwa na ujasiri ya kwamba umekuwa pamoja nao. Baba mbinguni, shetani hapendi kuona jeshi hili likikutumikia. Shetani hapendi kuona jeshi hili likiwa pamoja na wewe, na kwa namna hiyo anaweka vikwazo, anaweka ushawishi, anaweka mambo mbalimbali katika maisha yao ambayo yanawaweka mbali na wewe. Mchana leo wamekuja mbele zako wakiyaweka maisha yao mbele zako. Wapokee, walinde, wawezeshe kama ambavyo ni ahadi yako katika neno lako ya kwamba vijana wana nguvu na wana ujasiri wa kumshinda Mungu Shetani. Kupitia vijana hawa wakapatia ujasiri wa pekee wa kumshinda Mungu Shetani, na tabia zao zikakuakisi wewe, Mungu wa mbinguni. Wengine wana mipango mbalimbali katika maisha yao, kufanya biashara kubwa. Wengine wana mipango ya kuolewa na kuwa na familia zao ambazo zitakutukuza wewe. Hebu kwa damu yako kawapatie ushindi, kwa damu yako kawapatie uwezo wa kusimama imara, ili katika maisha yao sura yako ikaonekane. Wengine wanataka wakakutumikie kupitia mali na vitu ambavyo umeweka maishani mwao. Wapatie ujasiri huo, wapatie uwezo huo. Wanapoyaweka maisha yao wakfu mbele zako, tembea pamoja nao, wawezeshe, wapiganie, washike kwa mkono wako hadi mwisho wa safari yao. Jina lako likatukuzwe milele. Na sisi tunaponyosha mikono yetu juu yao, wachungaji wanapoweka mikono yao juu yao, hebu Mungu wa mbinguni, mkono wako wa mbinguni ukawe pamoja nao, ukatembee pamoja nao katika afya zao, katika mipango yao, katika mienendo yao. Yesu, ukatembee pamoja nao sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Simameni tu hapo pembeni hapa, mkae karibu na wachungaji hapa. Huku tu kaeni tu hapo wakati naita wito mwingine. Tunakwenda kujikabidhi mikononi mwa Bwana tena kama mkutano mchana wa leo. Na hapa katika mkutano huu ninaita wito, kama ndani yako una utume unaokusumbua, unatamani kuwa mchungaji, unatamani kuwa mwinjilisti, unatamani kuwa mwinjilisti wa vitabu, lakini hujui uanzie wapi, ila moyoni unaumia, una kitu kinakutesa usiku mchana, kienda kufanya kazi zako upate amani, kuna kitu kinakusumbua, kuna wito unakusumbua ndani ya moyo wako, na unatamani Bwana akuonyeshe njia, akufafanulie upitie wapi. Kama ndani ya moyo wako kuna wito unawaka moto wa kufanya kazi ya Mungu, popote ulipo unaweza kuinuka ukaja hapa taratibu. Na wale wainjilisti niliotambulishwa hapa kama na wainjilisti, naomba waje hapa mbele. Wale pastor waliokuwa wanazungumza wanaweza nao wakasogea huko mbele tunapofanya ombi hili. Huo ni wito wa pili.
wakati hawa wanakuja, kama wewe ni mshiriki, ni muumini ambaye unaamini kabisa ya kwamba Bwana amekuwa pamoja nawe katika miaka yote, na unataka ujiweke wakfu kwa Bwana katika makambi haya, baada ya kusikiliza ujumbe wa makambi haya, unasema nainua kichwa changu juu na natamani Bwana anishikilie nimalize safari yangu salama, safari ya imani. Yesu atakaporudi mara ya pili, niwe miongoni mwa wale watakaompokea. Kama moyoni mwako unajua kuna vizuizi, labda kuna dhambi inayokukwamisha, hiyo dhambi moja tu inakutesa na inakufanya uwe na mashaka ya kumwona Bwana wako, lakini sasa unasema najikabidhi kwa Bwana kuanzia katika makambi haya, Bwana uniwezeshe niwe mshindi. Kama unataka ushindi wa dhambi, kama unataka umalize safari yako salama, safari ya imani, kama unatamani uwe miongoni mwa wale watakaomlaki Yesu Kristo hewani, simama mahali ulipo na pia usogee huku karibu, tunakwenda kuona wale waliojitoa kwa ajili ya huduma maalum, kwa wainjilisti, wachungaji, wainjilisti wa vitabu. Ikiwa wamejitoa waje hapa katikati hapa, waje katikati hapa, nao pia tutaomba maombi maalum kwa ajili yao. Zoe Yesu, Zoe Yesu, Zoe Yesu, iki Zoe Yesu, Zoe Yesu, iki njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu sasa, sasa njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu sasa. Kama unaona hautaweza kwa nguvu zako, lakini Yesu akushikilie katika zama hizi ambazo ni za machafuko, katika zama hizi ambazo ni za uovu. Dhambi imeonekana kama ni kitu cha kawaida, uzinzi umeonekana kama ni kitu cha kawaida, alimradi tu ufanye kwa siri. Wizi umeonekana ni kitu cha kawaida, usengenyaji umeonekana ni mazungumzo na stori za kawaida. Wewe unataka ujikabidhi kwa Bwana, usiangalie dunia inataka nini, dunia inasemaje, lakini unataka umwangalie Bwana awe kiongozi wa maisha yako, na unataka kuanzia katika makambi haya ujikabidhi kwa Bwana kikamilifu, utembee pamoja naye. Umechoka kutembea pamoja na shetani, umechoka kutembea peke yako, umedhuriwa, umeugua, umeteseka, una vidonda katika mioyo yako, una fadhaa zinakutesa katika moyo wako, na unasema namkabidhi Yesu maisha yangu, natamani niishi katika njia zake. Moyo wako kabisa wa dhati, ndani ya moyo wako unafanya maagano, Bwana sitakuacha, nataka unishike mkono Yesu, usiniache, unishike mkono mpaka nishinde. Unataka uhakikishe jina lako limebaki katika kitabu cha uzima. Huu ndio wakati mwafaka wa kujisalimisha kwake. Lakini inawezekana hujabatizwa na uko hapa, inawezekana uliwahi kubatizwa umerudi nyuma, unasema natamani na mimi nibatizwe, nimrudie Mungu, nijitoe kwa Yesu. Nakupa nafasi hii adimu, kwa sababu sikuwa na mpango wa kuita wito wa ubatizo. Lakini kama unasema mimi nimerudi nyuma, nimeiacha imani, lakini nimekuja katika makambi haya, naomba Bwana unishike mkono na mimi nitabatizwa siku moja. Kama uko mahali fulani, naomba usogee uje hapa mbele karibu na wachungaji, utabarikiwa. Kama unahitaji kupata ombi hili maalum kwa ajili yako, sogea huko mbele. Wakati wao wa ubatizo wanapanga kuja huko mbele ama wanakuja, ndani ya moyo wako unajua wewe ni Mwadventista wa Sabato, lakini umeaibisha kanisa mara kadhaa. Sio tu kanisa, umemwabisha Yesu. Yesu anadhalilika huko mtaani kwa ajili yako. Tuko hapa pamoja, lakini unakunywa pombe, unaonekana kwenye kona huko za walevi, unajijua wewe mwenyewe, mimi sijui.
lakini umekuwa mmojawapo wa kuunga mkono walevi. Umekuwa mmojawapo anayenunua pombe na unaitetea. Wakati huu ni wakati wa kujisalimisha kwa Bwana. Bwana akate hiyo kiu ya pombe, uwe msabato kweli kweli. Haleluya, haleluya. Kama uko hapa wewe ni mshirikina, mshirikina akwenda kwa waganga wa kienyeji. Kama uko hapa wewe ni mchawi kabisa, umerithi uchawi na unasema hizi ni mila za kwetu, hatuwezi kuziacha, nikiziacha nitakufa. Lakini unataka Bwana leo afungue hayo majini ya kuachie, hiyo mizimu ikuachie, ubaki mikononi mwa Bwana. Ni wakati wako kujitoa kwa Yesu Kristo. Usiache hii nafasi, ni ya pekee katika maisha yako. Kama uko hapa una familia, una mke wa haki wa ndoa, lakini una mke mwingine nje na amekung'ang'ania, anachukua fedha zako, unamtumia miamala kwenye simu yako, wewe ni shahidi. Miamala imekuwa ikitoka kwa ajili ya mke wa nje, na watoto wanaishi kwa tabu, wanateseka. Wewe tamaa zako tu zinakutumikisha, umekuwa mtumwa. Mwanamke huyo ameletwa na shetani kukuharibia maisha. Leo kama ni mwanamke huko hapa, umekuwa ukiingilia mpaka ndoa za watu, umekuwa ukitembea mpaka na wanaume wa watu. Wewe ni binti lakini unatembea na kina baba watu wazima. Wewe ni kijana unatembea na kina mama watu wazima. Hutaki kuoa lakini unalala na huyu, unalala na yule. Umesahau ya kwamba Biblia inasema usizini. Hutaki kuoa lakini unaenjoy maisha ya ndoa nje ya ndoa. Leo unasema hapana, nimeamua niishi maisha matakatifu. Mimi ni mtoto wa Mungu. Unafanya maamuzi siku ya leo kwamba Bwana, nishikilie nikitoka na kambi hili, nikasimame imara, nikawa mtulivu mpaka nioe mke wangu, mpaka niolewe na mume wangu. Unataka ufanye maagano na Bwana katika kambi hili, akushikilie, utembee naye. Huu ni muda mzuri wa kuungama dhambi zako na kujisalimisha kwake. Napoenda kuomba ombi hili, mwambie Bwana, ile dhambi ambayo imekufanya mtumwa, umeshindwa kuiacha, unaiachia hapa siku ya leo kwa imani, na Bwana atakusaidia. Una dhiki fulani ambayo imekukwamisha mpaka inakurudisha nyuma kiroho, ikabidi kwa Bwana. Mimi naenda kuomba ombi fupi, lakini inamisha kichwa chako chini, mwambie Bwana, wewe mwenyewe ni haja ya moyo wako. Inamisha kichwa chako chini, mwambie Bwana haja ya moyo wako. Baba mtakatifu, Mungu mwema, Muumba mbingu na nchi na mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakuja kwako tukiwezeshwa na Roho yako Mtakatifu, tukikuomba haya. Kwanza, usamehe makosa yetu, usamehe kurudi nyuma kwetu, usamehe mashaka tuliokuwa nayo, usamehe uvivu tuliokuwa nao, usamehe tamaa ambazo tumeziendekeza katika maisha yetu, usamehe kurudi nyuma kwetu, usamehe kutotenda kwetu na kukosa imani. Bwana, naomba ukatusamehe. Lakini hapa tunajitoa tena kwako upya mchana wa leo, na kama kuna kizuizi hata ninavyoomba hivi ambacho kinazuia mtu fulani moyo wake usikutane na moyo wako, naomba ukikate haraka, maana Bwana, wewe unataka mtu wako aokolewe. Kama shetani yuko kwenye kona fulani kwa namna yoyote, anataka huyu asiokolewe, yaani hata tunavyoomba hivi anapeleka mawazo yake nje, tafadhali Bwana, naomba uyarudishe. Okoa kanisa lako. Wote tuliosimama, agano letu ni moja. Tunatamani utushike kwa mkono wako, tukawe miongoni mwa wale ambao watamlaki Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili. Wote tuliosimama hapa, ombi letu ni moja, utushike mkono tusianguke katika siku hizi chache zilizobaki, katika maisha yetu haya machache yaliyobaki. Utushike mkono wakati wengine wanaanguka na kupotea, wakati wengine wanarudi nyuma na kuliacha kanisa, wakati wengine wanaiacha kazi yako. Utushike mkono, usituache mpaka uhakikishe umetuingiza makao ya amani. Wenda ninavyoomba hivi, yuko mtu anasimama hapa, awe mzee ama kijana,
ambaye tunavyoongea hivi ni kambi lake la mwisho. Hataweza kuingia kambi la 2027. Nasimama na mtu hapa ambaye baba, maisha yake yatakatika kabla hajafikia kambi lingine. Huenda ni mimi, huenda ni yeyote aliyesimama hapa. Baba, tafadhali mshikilie alale akiwa katika mikono yako. Huenda Yesu, unaweza ukarudi hatujafikia kambi la 2027. Huenda mbingu zikapasuka. Tafadhali tukae miongoni mwa wale watakao kulaki. Baba, kama ni hivyo basi, dhambi zilizotuzinga, dhambi zilizotukamata, dhambi ambazo zimetung'ang'ania, katika jina la Yesu Kristo tunaziacha chini ya msalaba wa Kalvari. Tuwezeshe kutembea kama watoto wako wateule waliookolewa. Kama kuna dhiki, kama kuna mitego, kama kuna majaribu, kama kuna mateso ambayo yanamtenganisha mtu fulani na wewe, naomba leo ukampatie nguvu za kushinda, wote tukawe washindi. Lakini tunajisalimisha mikononi mwako, tukiomba baraka katika safari yetu ya maisha, kwamba tulivyokubaliana hapa ukatembee pamoja nasi mpaka tena tukakutana na kambi lingine mwaka unaokuja. Wako watu walijitoa kwa ajili ya uinjilisti, kwa ajili ya kufanya huduma maalum katika maisha yao. Wanawiwa kwamba wanataka kutumikia kikamilifu kwa njia ya kuwa injilisti ama hata wachungaji, na waweka mikononi mwako siku ya leo. Kama bado hawajajua wapite wapi, kama bado hawajajua umewatuma katika eneo gani ndani ya shamba lako la mizabibu, leo hii wakitoka hapa ukawaelekeze cha kufanya na ukafungue njia wakafikie malengo, maana umewaita kwa huduma maalum. Tumejikabidhi mikononi mwako na tunakwenda kuomba kwa sala uliofundisha wanafunzi kwamba wakiomba wasali wakisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe deni zetu kama nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, usitie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele.